Moja pia kati ya taarifa ambayo imeshika gumzo zaidi baada ya simu kati ya Trump na rais wa Urusi Vladimir Putin ni kile ambacho pia Donald Trump aliweza kuzungumza wakati akihojiwa na waandishi wa habari, ambako rais huyo alisema ya kwamba hawezi tena kuipa vikwazo Urusi, akidai ya kwamba anamwamini zaidi au anamwamini mno rais wa Urusi Vladimir Putin. Na ukaribisha sana pia katika taarifa hii ambayo utasikia kile ambacho amekizungumza Donald Trump, ambako siku za awali, yani kabla ya simu kati ya Putin na Trump, ilidokezwa kwamba Magharibi imejipanga kwa vikwazo vingi zaidi endapo pia Urusi itaendelea kupuuza makubaliano ya amani kati yake na Ukraine. Rais wa Marekani Bwana Donald Trump katika taarifa tofauti aliwaambia waandishi wa habari usiku wa Mei 19 kuamkia Mei 20 ya kwamba ana imani na rais wa Urusi Vladimir Putin na hivyo hataiwekea vikwazo Urusi, lakini ataachana na juhudi za amani za Ukraine ikiwa maendeleo ya amani hayatapatikana. Donald Trump na Putin pia walipigana simu mapema kabisa Mei 19, huku Ukraine na washirika wake wakiimarisha juhudi za kukomesha vita dhidi ya Urusi na Ukraine. Putin hakukubali kabisa kusitishwa kwa mapigano katika mazungumzo yake ya simu na Trump, licha ya wito wa viongozi mbalimbali duniani kufanya hivyo. Alipoulizwa na waandishi wa habari kama anaamini ya kuwa Putin anataka amani huko nchini Ukraine, Trump alijibu anapenda. Pia Trump aliulizwa na waandishi wa habari ikiwa anamwamini Putin. Rais huyo alisema ya kwamba tena anamwamini zaidi. Alisema namnukuu, nadhani baadhi ya mafanikio yamepatikana, ni hali mbaya inayoendelea huko, vijana 5,000 kila wiki pia wanauawa, Trump alisema nje ya ikulu ya White House. Trump pia alibainisha kuwa Washington bado inawasiliana na Ulaya huku juhudi za kumaliza vita vya Urusi dhidi ya Ukraine zikiendelea. Pia alizungumza na wakuu wa mataifa mengi ya Ulaya na walikuwa wanajaribu kukamilisha jambo hilo. Kiongozi huyo aliongeza hivyo, ambako pia alisema ya kwamba hataweka vikwazo zaidi dhidi ya Urusi kwa sababu kuna nafasi ya maendeleo kuelekea usitishaji mapigano baina mwa nchi hizo. Alisema pia kwa sababu anadhani kuwa nafasi ya kufanya jambo na kuifanya hivyo unaweza kulifanya kwa mbaya zaidi. Trump pia ndivyo ambavyo aliweza kuzungumza au kuongeza kuhusu kile ambacho pia alikizungumza kwamba kwa sasa pia ni kama hayuko tayari kuipatia vikwazo zaidi Urusi, lakini kunaweza kuwa na wakati ambapo hilo pia litatokea. Ndicho pia ambacho aliweza kujibu kuhusu swala hilo. Donald Trump alikariria kuwa ataachana kabisa na juhudi za kukomesha vita vya Urusi na Ukraine ikiwa maendeleo hayatapatikana. Na waambieni majisifu makubwa yanahusika, lakini nadhani kuna kitu kitatokea, na kama sivyo nitarudi nyuma na watalazimika kuendelea, Trump alisema hivyo. Rais wa Marekani alikariri matamshi awali ya kwamba anaamini Putin anataka kumaliza vita vya Urusi na Ukraine, ambako pia alihoji ya kwamba wakati akizungumza tutamaliza lini umwagaji huu wa damu. Umwagaji huu wa damu ni kuoga damu. Ninaamini anataka kukomesha vita. Trump alisema hivyo akimaanisha mazungumzo yake na Putin ya Mei 19. Badala ya kusitishwa kwa mapigano, Putin pia alikazia kujadiliana kuhusu mkataba wa uwezekano wa mkataba wa amani na wa siku zijazo. Kiongozi huyo wa Urusi pia alisema kufuatia simu yake ya saa 2 na Trump ya Mei 19. Msimamo wa Urusi katika mazungumzo ya amani unabakia bila kubadilika na unahitaji kuondoa sababu kuu za vita, Putin alisema hivyo. Wito kati ya viongozi wawili unakuja siku chache baada ya mazungumzo ambayo hayajakamilika huko nchini Uturuki, ambao katika mazungumzo ya Mei 15 ya Istanbul, Urusi ilituma ujumbe wa maafisa wa ngazi ya chini na kukariri matakwa ya juu zaidi, ikiwa ni pamoja na kwamba Ukraine ikubali hasara ya Crimea na mikoa 4 ya mashariki. Na hiki pia ndicho ambacho Donald Trump aliweza kuzungumza baada ya simu yake kati ya Putin, ambako amesema ya kwamba pia kila ambacho rais wa Urusi Bwana Vladimir Putin aliweza kuzungumza wakati pia anazungumza kwa simu ni kama pia imechora ramani ya kwamba pia kuna uwezekano mkubwa sana Putin akawa tayari kufanya mazungumzo amani na Ukraine, ambako Trump akasema kwamba
kwa sasa pia hayuko tayari kabisa kuiwekea vikwazo Urusi, lakini huenda pia kama kutakuwa kuna maendeleo zaidi ya usitishaji vita, basi huenda Washington au Trump akajiondoa kabisa kwenye mazungumzo hayo ambayo pia bado yanaonekana kuwa na upande ambao pia ni kama ni kizingiti, kwa sababu Putin alisema ya kwamba anatamani pia Zelensky aweze kuondoa wanajeshi wake kwenye majimbo manne, yani Donetsk, lakini pia huko Donetsk, Kherson na Zaporizhia, ambako baadaye Zelensky alisema kwamba kwa kigezo hicho hayuko tayari kufanya au kuondoa wanajeshi wake kwenye majimbo hayo manne, na maanisha Donetsk, Lugansk, Kherson na huko Zaporizhia, ambako pia sasa kwa mujibu wa kile ambacho Trump alizungumza na Putin, binafsi alisema kwamba kwa kile ambacho pia kinaendelea kwa sasa, anaona hamna haja yoyote ya kuipa vikwazo Urusi, kwa sababu pia anaona kama kuna mwelekeo kumaliza vita hivyo, lakini pia kama uende sitokee hivyo, basi yeye kama rais wa Marekani huenda akajiondoa kabisa kwenye mazungumzo hayo ya kumaliza vita hivyo, na atawaacha waweze kuendelea na mapigano yao ambayo sasa yanaingia mwaka wake wa 4, kwa sababu yameanza tangu mwaka 2022, ilikuwa mwezi wa pili. Hivyo pia ukihesabu ni takriban sasa miaka 3 imekwisha kupita au kuingia tangu kuanza kwa mzozo huo. Taarifa zaidi basi pia nitakufahamisha hapa ambacho pia kitajili, na kusihi tu ya kwamba endelea kunifuatilia kila siku na kila wakati, ili pia kufahamu mengi ambayo nimekuwa nikiwafahamisheni hapa kwenye chimbo letu la habari za kimataifa.